leo. Baba, nitakuwa mhubiri wa siku ya leo. Baba, na mkabidhi mkononi mwako. Baba Yesu, ondoa yale yako mwili halia yako. Anapohubiri Baba, utufungue masikio ya ndani, tunasema ni asante. Akiwa shirani akuja kusimama apate kushinda. Baki mafuta yako matakatifu. Anaposimama katika neno lako Baba, ukamuinue. Sisi anahubiri Baba Mtakatifu ahubiri ndani mwako. Kwa sababu unapenda walio wako. Walio wao wasema kwamba wako sitawaacha. Kila wakati nitakuwa pamoja nao. Baba Yesu hata Nehemia akasema kuongea mbele ya watu. Lakini ukasema ya kwamba chochote unapoongea nitakuwa ndani mwako. Mtumishi wako na mkabidhi mkononi mwako. Baba, kama mwelekeze Roho wako Mtakatifu. Mjaze maneno yako ndani mwako. Akihubiri Baba tunasema ni asante. Roho Mtakatifu asidi kumuinua. Hata sisi sote tuko mkononi mwako. Na usikie Baba, tusikie neno lako tuseme ni asante. Ambaye siomba Roho Mtakatifu asidi kutuombea. Majani katika jina la Yesu naomba kwa. Amen. So hata wakati alikuwa anaimba hapa, nimeita hapa pale nje akasema unaniambia uondo pale kanisani. Sasa hiyo maneno tena tutaongea huko tena. Sio kama tutaka. So hata sijamkaribisha mzuri. Nilikuwa nataka tuamke, tupige shangwe na makofi na vigelegele, sivyo? Kwa sababu ni mgeni wetu, tunampenda, alituahidi na ametenda, sivyo? Ama amekamilisha. So tutasimama tumkaribishe. Alafu wale wenye wako wepesi kwa koo, sikalakala kwa Kiluya, kwa sababu hiyo ni rahisi, sivyo? Haya, twende 1 2 3, shangwe na vigelegele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wewe kusimama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Pia naomba waimbaji waje waweze kunisaidia kuabudu wimbo mmoja. Na kisha nitaweza kuingia katika neno la Mungu. Nataka uweze kuvuta mawazo yako mbele za Bwana kwamba mchana huu Mungu hata kuacha bure na hautaondoka bure bila kitu. Mungu atakusaidia, utapata kile ambacho Mungu ameweza kukusudia uweze kukipokea. Ninaomba tu kwamba ufunue Biblia yako katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 6. Samueli wa pili sura 6. Just open your Bible in the book of 2 Samuel chapter 6. And you will start reading from verse 6. Just open your Bible. As I read in a NIV version, the Bible says, when they came to the draining floor of Nakon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God. Because she often stumbled, the Lord's anger burned against Uzzah because of his irrelevant act. Therefore God struck him down and he died there beside the ark of God. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah, and to this day, that place is called Uzzah. David was afraid of the Lord that day and said, how can the ark of the Lord ever come to me? He was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom. Let me just pray for the word of God. Father, I thank you this day for this wonderful moment, Lord Jesus, you have given us that we may share this word. May you, Lord Jesus, help us to understand your word. May this word be like a sharp sword that will penetrate in every soul in the house, my Father, that you may do your will, you may do your purpose in their life according to the word that, Lord Jesus, you have prepared for them this day, Jehovah. Thank you, Jesus. May you anoint me to speak under the power of the anointing.
under the direction of the Holy Spirit, under the power of the Word. In the mighty name of Jesus, I pray and believe. Amen. Let's raise up your hand as we worship God in one song. Raise up your hand. Collect together your mind. Kusanya pamoja mawazo yako, akili zako. Unajua unapomwabudu Bwana ukiwa bado unafikiria mambo ya nyumbani, unakosanga kutembelewa na Mungu, unakosanga muujiza wako kukupita. Wakati umeanza kufikiria vile unauna chakula utakaporudi kwa nyumba, hivyo ndivyo muujiza hata kupata hiyo chakula unapopita. Wakati unaanza kufikiria kwamba nimeacha watoto wangu hawana kitu chochote, unaanza kufikiria mzee wangu amenisumbua asubuhi nilipoondoka. Unapotosha hayo mawazo wakati wa kuabudu Bwana, wakati wa neno, hivyo ndivyo unavyopoteza baraka za Mungu kukutembelea. Nataka kunena na wewe, nataka kunena na wewe, nataka kunena na wewe, moyo wangu upone. Nataka kunena na wewe, sehemu yako uweze kuketi na Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza chukua kitabu chako kama wewe ni mtu wa kuandika. Kama ni mtu wa kuandika, unaweza chukua kitabu chako, unaweza kuwa unanakili chini ujumbe ambao utakuwa wa msaada kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nimeweza kusoma katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 6. Ukiwa na muda wako unaweza anza ule mstari wa kwanza. Biblia inasema kwamba baada ya Daudi kuweza kushinda vita vya Wafilisti, Biblia inasema kwamba baadaye aliweza kukumbuka kwamba neno la Mungu lilikuwa limehifadhiwa katika nyumba ya Obed-Edom. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia kwamba alipoweza kumaliza shughuli zote, licha ya yeye kuweza kupakwa mafuta kama mfalme. Bwana Yesu asifiwe.
ukumbuke kwamba kitu ambacho Mungu amekusudia kinaweza ishi miaka, lakini ahadi ambayo Mungu ameiweka haiwezi kufa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Daudi akiwa angali mtoto aliweza kupakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Na alipopakwa mafuta kipindi kile Samueli alipokuwa anampaka mafuta, hakuweza kuanza kutawala. Alipakwa mafuta lakini ilichukua miaka yeye kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unafika hata Mungu kama amekuahidi kwamba atakubariki uwe tajiri, Mungu anangoja aone kama umekomaa kuweza kupokea hizo baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati Daudi alipokuwa akakomaa kuwa mfalme, Biblia inasema tukisoma ule mstari wa 6 kwamba na ikafika wakati akaandaa kikosi kwenda kuleta agano ama kuleta sanduku la Bwana katika nyumba ya Obed-Edomu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma ule mstari wa 6, Biblia inasema kwamba ilifika wakati ambapo walipokuwa wanalitoa lile sanduku katika nyumba ya Abinadabu, maana lile sanduku liliishi pale kwa miaka. Biblia haijatuambia kwamba liliishi pale miaka mingapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia kwamba alienda kulileta sanduku, kulirejesha katika nyumba ya kulileta Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba katika nyumba ya Abinadabu kulikuwa na watoto wawili. Mmoja aliitwa Uza, mwingine aliitwa Ahio. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba walipofika katika ile sehemu ya Nakoni, maana lile sanduku la agano la Bwana lilikuwa limehifadhiwa katika nyumba ya Abinadabu, na ilifika wakati ambao Mungu alihitaji ile sanduku liweze kurejelea. Maana Daudi hangeweza kuendelea kuwa mfalme bila kukuwa na sanduku la Bwana. Maana ilionekana kwamba sanduku la Bwana mahali lilipokuwa limehifadhiwa, Mungu anakaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kumiliki Bwana, unamiliki kupitia sanduku la Bwana. Haleluya. Biblia inasema kwamba ilifika wakati ule walipokuwa wameliweka sanduku la Bwana katika mkokoteni. Walipofika ile sehemu ya Nakoni, mkokoteni ulijikwaa. Na wakati mkokoteni ulijikwaa, Biblia inasema kwamba Uza alikimbilia kusaidia lile sanduku lisije kuanguka. Biblia inasema kwamba aliponyosha mkono wake kulisaidia sanduku lisianguke, hasira ya Bwana ilishuka wakati ule na ikampiga, na Uza akafia pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakati huo na Daudi akaogopa hata kulipokea sanduku la Bwana kwenda nalo Yerusalemu. Haleluya. Nataka nikwambie, kichwa cha ujumbe wangu nataka nikwambie kwamba usizoee mafuta. Usizoee mafuta ya Bwana. Haleluya. Usiwe mtu wa mazoea. Unajua kitendo cha Uza kuweza kupata kufa pale, kupata kifo, si kwa sababu alifanya kosa. Maana hata akiwa wewe saizi ipulpiti kianguka saizi utakimbia kusapoti isianguke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilitegemea hawa watoto wawili, maana kama lile sanduku lilikuwa katika nyumba ya baba yao, na Ahio na Uza inaonekana walilifahamu lile sanduku vizuri sana. Walilifahamu lile sanduku hata kuliko Daudi mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana lilipokuwa likiishi pale, huenda hata walikuwa wakilifanyia usafi, huenda hata kila saa walikuwa wakilichunga, huenda kila saa walikuwa wakilipanguza. So wakalizoea, wakajua hili ni kitu cha kawaida tu ambacho kimeishi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu wakati unapozoea Mungu, ama wakati unapokuwa na mazoea ya mafuta ya Mungu, wakati mwingine unaweza pata laana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kwa nini watu wengine katika kanisa hawabarikiwi, lakini watu wengine wanaendelea kupanuka? Unapata watu wanatoa ushuhuda wakiendelea, lakini unakosa kuelewa mbona watu wengine wanaendelea kupiga hatua na mimi bado niko pale pale. Kuna uwezekano katika huduma yako, katika maisha yako, kitu kinachokufanya hauwezi kuendelea ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Na nikianza sana, unajua mimi ninapohubiri napenda kushika sehemu zote, na ujue kwamba mazoea hata kwa ndoa yameharibu ndoa. Maana ukizoea mzee hautamheshimu, utamuona kitu cha kawaida.
Hata unaweza keti na wamama wengine na ukasengenya mzee wako. Bwana Yesu asifiwe. Maana mmeshazoeana. Wakati mwingine anaweza kuwa amekuja na amefurahia anafanya jokes na wewe hutaki jokes. Unamwambia peleka huko mchezo wako. Vitu kama hizo mimi sitakangi. Maana umemzoea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu anapokuwa na mazoea, ile heshima huondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na heshima ikiondoka katika ndoa, utapata hiyo ndoa badala ya kusimama itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati mwingine unapata kwamba mazoea yanakuja kwa sababu pia yafanya watoto kuzoea. Mtoto akishajua kwamba mama amemzoea baba na anamtusini tu, hata mtoto pia anaona tu kutusa baba ishi. Na atakapokuwa mkubwa ndio sababu unapatanga sasa hata mtoto kama ni kijana anakuja ngumi anapiga baba yake. Maana wewe umezoea mama sasa, wacha leo nikupige maana umezoea kupiga mama. Bwana Yesu asifiwe. Maana hayo mazoea wewe ndio umwanzilishi katika nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unapata kwamba unapenda kuruhusu dada zako na ndugu zako kukutembelea kila wakati, na wakikuja kwako wanakaa hata miezi, si mwezi, miezi. Na vile wanavyokaa pale wanaanza kuzoea hiyo ndoa, na jinsi wanavyoendelea kuizoea hiyo ndoa hata wao wanaiondoa max ya heshima. Na hata siku ambayo mzee wako atakuja kwenu, ile heshima haitakuwa. Maana wale ndugu zako na dada zako wakiwaangalia naona tu huyu mtu tunamuonanga. Tunapoenda huko tunaonanga tu bila akifika amenuna aongee. Kwanza hata akiingia ni kwa kitanda ama kwa bedroom anakaa huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapata kwamba hayo mazoea wewe ndio umeharusu. Mimi nasemanga kwamba dada yangu au shemeji yangu akitembelea ikizidi sana isipite wiki. Maana ikipita wiki hiyo inapita kuwa mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Madada wamenyang'anya hata watu wa mume zao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwingine anaruhusu kwamba shemeji yake amekaa kwa nyumba. Sasa shemeji yake amekuja kwa nyumba anaanza kufanya vituko. Unajua matendo yanaongea kuliko hata ulimi. Na matendo yanashawishi mwili kuliko hata macho na ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ataanza kufanya vituko, anaanza kufanya vituko na vile macho inapita pale na moyo unakuambia unaona hiyo kitu vile ni mzuri kuliko ile unaonanga ya kawaida. Unajipata umeanguka kwa sababu ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikusaidie leo kwamba katika maisha yako usiwe mtu wa mazoea. Hata wengine mmezoea wazazi wenu ambapo hata mume wako hawezi mheshimu mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwambia habari za mama yako anakuambia mimi mama yako amenichokesha. Kila saa unalialia kuhusu mama yako huyo, mimi nimemchoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana umeleta hata ulipokuwa na mume wako umekusanya hadithi za kuhusu mama yako zote, detail yote kuhusu hata baba yako nyumbani umempa. Sasa akipiga picha kuhusu vile story anaijua mama yako akilia shida hawezi kusaidia. Maana tayari ashamuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Mama yangu anapenda kulia, mama yangu anapenda pesa. Mama yangu anapenda pesa. Pesa? Mimi nilikosananga na yeye juu ya pesa. Sasa siku utakapotaja tu kwamba mzee wangu ninaomba unisaidie kidogo kwa ajili tu mama yangu kuna shida amesema anahitaji tumsupport kidogo. Mzee nakumbuka unaona hiyo ni unaona hiyo mazoea ya pesa vile inakuja. Na alisemanga anapenda pesa. Inabidi mzee hata kama pesa iko anasema pesa sasa hata sina kitu na pesa iko. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu mazoea yameingia katika ndoa na ndoa haishiki. Saa zingine unapata kwamba umejiweka wazi hata kwa ploti mahali unaishi. Wao wanakuangalia kuona kitu ya kawaida hata kama umeokoka, hawaoni wokovu. Wanaona huyu mtu wa kawaida hata tukiongea story hajawahi piga. Kwanza yeye atanachangia, hata yeye anaongeza chumvi. Sasa huyu hapo wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tayari watu washakuzoea. Na utapata kwamba hata kwa plot huwezi hubiria mtu akaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Maana tayari wanakujua. Hata wewe mwenyewe umeleta hadithi yako, umeleta detail yako yote umewekea hapo. Na unawaambia munitazame vile ninakaa. Sasa wakati watakapokutazama wakujue vile unakaa, hakuna siku utazungumza jambo wasikie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mazoea. Usiruhusu mazoea katika maisha yako.
Haleluya. Saa zingine unapata kwamba kwa sababu wewe ni mtu ambaye umezoea watu, sasa kila mtu unayemuona unajua tu huyu tu ni kama ule mwingine. Jana ulitusi huyu, hata huyu amekukanyaga kidogo. Unajua kuna watu wako na a high percentage life wire. Yaani ukikuza tu kidogo hivi, wokovu inaruka inaanguka kando na ngumi inakunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kumbe umeguzwa, unakuja ngumi, kumbe umekunjia ngumi kwa the wrong person. Naye tena anakuunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe umezoea, unaona kila mtu unaweza piga. Na tunabaki pia kwamba mimi sijui ni kwa nini watu hawanitaki kwa maisha yangu, sijui kwa nini watu uniavoid, watu unitoroka tu. Ni kwa sababu watu wameona hata ndani yako hakuna kitu cha kutamani. Kuna wakati nikahubiri kwamba kuna watu wengine badala ya kuwa na yale matunda ya Roho Mtakatifu, yale matunda ambayo Yesu anataka akifika aone, lakini wao nao wamebeba matunda ambayo ni ya mwovu Shetani. Yaani mtu akisonga angalia aone kama kuna kitu kizuri, akiangalia anaona tu hapa sifiki. Akisonga kidogo na kupima naona kumbe wewe ni mtu wa mdomo. Anasema huyo sitaki maneno. Unless upate ule ambaye mna match, mnapiga the same match. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia kwa nini kinakusumbua katika ndoa yako. Piga tu hesabu hata kwa nini tu upendo hauko kwa ndoa yako. Sasa zingine nasemanga kwamba kuzoea pia style moja tu ya maisha pia ni mbaya. Inafanyanga hata unakosa hope kwamba Mungu anaweza badilisha. Wewe hata una uwezo wa kununua nyama, lakini kwa sababu ya mazoea ya style yako ya kukula, the only way you can buy kama chakula ya maana ni omena. Hapo umejaribu hata ukikaanga sasa kama ni fry. Sasa leo naona leo tunakula tamu sana. Leo nimekaranga vizuri, lakini ile umekaranga ni ile tu desemo anakulanga. Bwana Yesu asifiwe. Hata style ya mshono pia ni ile tu. Ukipita tu watu wanajua tuna hii nguo si tuliona jana. Na tena hii nguo tena si ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukienda alafu ufanye makosa, unaenda unajitangaza. Unajua kuna watu wengine hawajui kuficha siri zao, hawajui kuficha mambo yao. Unaenda unajitangaza mbele ya mtu. Unaanza kumwambia mimi Mungu amenisaidia siku hizi. Mimi nabadilisha manguo, kumbe wewe ni mtu wa kusema vitu ambavyo haviko. Sasa mtu kumbe mwenye unaambia anakujua wewe vizuri hata kujiliko wewe. Maana kuna watu wakijiangalia hivi kwa kioo wanasema kweli huyu ni mimi. Huyu ni mimi tu kweli. Wakijiangalia kwa kioo hawajioni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa zingine nasemanga kama huwezi tambua weakness yako, kama huwezi tambua udhaifu wako wewe mwenyewe ukiangalia, mtu akitambua udhaifu wako kurekebisha, unakwazika unaruka. Hata kama ni kanisa unaacha. Kama uko kwa praise and worship unaondoka. Kwa sababu mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hata wana mazoea ya kutembea makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hapa wacha mpendwa nikwambie, kama hauwezi mwabudu Mungu katika ile kanisa ubarikiwe, utaenda mahali ambapo haujui, utayaona maajabu na kulipea hicho kiraka kitakugharimu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekutana na watu wengi kando na hizo wetu, nimekutana na watu wengi wakisema ushuhuda kuhusu makanisa wametembea. Paka nikakaa chini sasa nikasema, sasa hayo makanisa yote wametaja. Sasa kanisa gani mzuri ambalo mtu anaweza enda asikie injili ya kweli? Hata kuna wengine hapo wanashuhuda wametembea wameona maajabu. Kwa hivyo usipovumilia mahali ulipo, uwe na mazoea kupima hapa naona huyu pastor haoni watu. Kama haoni watu, mimi natafuta hadi nitaonwa. Tembea tu ukiona utaonwa style tofauti. Ile style yenye hata unaiona vile wanaona mtu. Hiyo ndio siku utasema kweli wokovu hauko na upo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kitu kinachofanya mazoea, shida ya mazoea kwa maisha ya mtu ama kwa ndoa, kitu ya kwanza, mazoea yanaondoanga heshima. Haleluya. Ukinizoea vibaya,
Ukinipata ndugu, Bwana asifiwe, unanipiga makofi, unafanya nini? Na kwa sababu umenizoea unacheka cheka na mimi ovyo ovyo, utapata wakati ninahubiri vile nahubiri hivi, wewe ni Mungu, wewe unaona ule mtu nimezoea, ule mtu ninajua, kumbe leo anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Na vile unaona kawaida ndio vile baraka zinapita. Heshima inaondoka. Sasa wewe unabaki tu, wewe ni mtu unaona vitu kawaida. Mtu ambaye ako na mazoea haonangi mume wake kama mtu atamani kwa maisha yake. Jana nilikuwa unajua mimi naye nikikaa katikati ya watu napenda kujifanya mjinga. Watu wanaweza kupiga stories za kila aina, lakini kuna mahali wakikanyanga hapo tunakosanianga hapo. Mtu wametoa mahali na badala ya kukaa kwa ndoa yako umejipata umerudi kwenu. Sasa hiyo mahali surudishe ndio kwenu. Sasa wakati umeenda kukaa kwenu, shida zinakupata huko, unakuwa uko mahututi. Alafu vile wewe una kasoro unaanza kusumbua. Mume wangu sasa yuko wapi? Mume wangu yuko wapi? Wakati ulipokuwa haugojeki haukumbuka. Ama unapata wakati mwingine umekufa na wanaanza kusumbua mume. Mwaka kuja achukua hela aziki. Mimi nikiwa nimeziki. Naweza sema mkiona mkuzika hapa ni mzuri, leteni muziki siwakatazi, lakini mimi hapo pesa yangu haifanyi na gharama yangu haifanyi. Because lazima uwe mtu ambaye unaangalia vitu ambavyo viko na akili na vitu ambavyo havina akili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mazoea yanaharibu mawasiliano. Nyuma ukizoea mume wako, ukizoea mtu, jinsi hata mnavyoongeleshana sio ile njia ya upendo. Na Biblia inatambua vizuri kwamba ndoa ndio kitu ambacho Mungu amekithamini sana, ambacho hata mchungaji hana access ya kuingilia. Unajua nini? Wakati hata mnapigana tili na mchungaji hapo yeye hafai kuingilia. Maana kuna uwezekano aingilia aseme wewe ni mbaya, mbona unapiga mume wako? Tena ikifika kesho wanashikana kwa njia wakitembea wakicheka. Sasa mwenye alikuwa na laumu mwingine si ndio mchinga? Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapata kwa sababu ndoa ina mazoea, mawasiliano sio mazuri, watu hawawezi goshe, hawawezi sema mume wangu nimekuwa na maono na wewe pia useme yangu pia haya. Kwa hivyo tuangalie katikati ya maono yako na yangu gani iko na manufaa zaidi, gani itazaa matunda zaidi. Sasa mpige mseme nimeona hiyo umesema hiyo ni mzuri, lakini ongeza hii mawasiliano. Mewangu leo umetaka ukule sukuma. Basi sasa kwa sababu mimi nimetaka nyama, nitapika nyama pia sukuma ikue. Sasa wewe utaonja nyama na ukule sukuma ile umetaka. Mawasiliano. Sio ile ambayo mtu unataka kula sukuma. Hii kwa nyumba mimi sipiki sukuma. Nimekwambia nimekula sukuma nimechoka. Nilikula jana sukuma, unasema leo unatamani sukuma. Unataka kudanganya unatamani, kumbe unataka nikule sukuma. Sikuli na sitapika kwa hii nyumba. Kwa hiyo ukishakata, kwa sababu mume pia naye akiona kwamba kumeharibika, kile kitu anaweza fanya peke yake, anatoweka kwa nyumba. Anatoka ni kama amepocket. Kwa hiyo na ukumbuke alikuwa baada ya kupea shopping na ukawa unaongea vibaya. Kama kupocket anaenda huko kwa hoteli huko, anakula na shiba anarudi. Akisharudi anakaa na nyamaza. Alafu sasa vile unataka kushindwa, vile akili yako haipigi hesabu na mahali unataka kuleta shida, unaanza kumuuliza, "Sasa tunakula nini? Hata hujaacha pesa ya lunch. Sasa wewe umetoka tu ukatuacha hilo." Haujui ulimfukuza enda kule ile kitu alikuwa anataka. Na akaenda na pesa yote. Sasa kwa sababu ulisema hautapika kwa hii nyumba na hauko tayari kupika ile kitu alitaka, kwa hivyo alienda mahali anapika ready na akakula akashiba. Bwana Yesu asifiwe. Mawasiliano yanaharibika. Jambo la pili, mazoea yakiwa katikati ya watu wawili, hata kwa biashara, hata tu kwa kanisa, kitu ya kwanza kinafikanga uaminifu unakosekana.
kwa sababu ushanizoea na ushaelewa kila area ya weakness yangu. Sasa kuna mahali unaweza niamini na kuna mahali huwezi niamini. Nikisema tu niruhusu tu niweke nikuwe treasury. Mimi nilikuwa ninapiga kura ni treasury wa kanisa. Lakini kwa sababu watu wengine wamejua vizuri, tulikorofishana na mama mwingine huko mambo ya kulipana pesa. Unajua huyu tuna vile alikosa kulipa ile deni ya duka, aweke pesa ya kanisa. Hii pesa imeponyoka. Hii pesa mchungaji, mimi naona hapana. Mimi naona mpe dada fulani mwenye hajui. Lakini yule ambaye anajua hawezi kupigia, maana anamjua si mwaminifu. Lakini yule ambaye hajui anaona it's better huyu mwenye sijui. Kwa hivyo kutojua vizuri pia inasaidia, inakupea opportunity. Lakini ukizoea mtu pia akuzoea na akujue, you lost your opportunity. Kwa ndoa uaminifu unakosekana kwa kiingia. Sasa mume wako ameshajua ile style unatumianga tu ni ile tangu uanze uzee watoto watatu ni ile. Nasema hii kitu nimezoea sana. Naona ni change style. Ile uaminifu inaondoka kwa ndoa, anaanza kutafuta njia nyingine kando huko. Maana kuna style zingine tofauti. Kuzoea area moja inaondoa hata uaminifu. Kwa sababu umezoea, unanidanganya tunataka kwenda kushuka saluni, kumbe hiyo pesa si ya saluni, ni pesa nyingine ya kwenda kufanyia kazi nyingine. Nilikuwa na kasida kidogo, utaniacha hapo shilingi 500. Mamangu amesema kuna shida. So umekuwa ukiiba the same. Sasa siku nitagundua kwamba kumbe pesa ifika kwa mamako. Uaminifu na kukosekana kuanzia hiyo siku, hakuna siku utaniomba pesa nikuambie nikupe. Hata kama ni serious. Mtoto wangu anagonjeka na niko kazini, nitumie pesa mtoto nimgonjeka. Najua tena huyu anataka kuniomba bila ananiombaga tu na ananipa ngeta na kikula. Uaminifu unakosekana kwa sababu ya mazoea. Hata sasa mtu akikuzoea hawezi sema ukweli. Kwa sababu umenizoea, nikikuuliza kitu kingine unahepa huko. Juu unajua ukisema ukweli nitajua tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka nisome ule mstari kuanzia ule mstari wa 12. Now King David was told the Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the ark of God. So David went to bring up the ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David, which with rejoicing. When those who were carrying the ark of the Lord had taken his sacrifice, a bull, a fattened calf, wearing linen afford, David was dancing before the Lord with all his mighty, while he and all Israel were bringing up the ark of the Lord with shout and the sound of trumpet. As the ark of the Lord was entering the city of David, Michal, daughter of Saul, watched from a door, and when she saw King David sleeping and dancing before the Lord, she despised him in her heart. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Narudi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndio mahali kichwa cha ujumbe wangu kisimama. When the daughter of King Saul saw David dancing, he despised him. Bwana Yesu asifiwe. Alipomtazama akicheza alimdharau. Kuna watu wako na mazoea ingine ya kutojua, sijui niseme, hata ndio sababu Paulo akasema Galatia, ni nani aliwaroga? Nikakuja kufahamu urogi huu watu wanajiroga wenyewe pasipo kujua wao ni yani, sijui ni waseme ndio wa kujiroga. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unabeba mazoea unakuja kanisani, wewe umezoea tu kwamba kwa kanisa huwezi rauka asubuhi. Kurauka asubuhi hapana. Kwanza uamuke ujue unakunywa breakfast ama hapana. Na kama mzee hana pesa hiyo siku hiyo kutanuka. Kabla ukuje kwa kanisa tayari umeshashikana huko matai. Na ukumbuke ukisema
Roman 12 inasema kwamba mwili baada yako inafaa ianzie wapi? Nyumbani. Wakati unakuja kwa Mungu tayari ibada ilianza huko. Huko kuna amani, kuna furaha. Hata kama wale ambao hawaendi ama mzee yeye hajaokoka, tayari anajua mke wangu anaenda kuniombea. Lakini wakati mnaanza mnashikana batai asubuhi na unaendelea kulalamika ukisema mzee wangu amekana kuokoka, muombe mzee wangu sijui tamsaidia. Na asubuhi unapoamka kwa asubuhi unaanza na kisirani. Forget about him to be delivered. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa mazoea mengine yamefanya watu hawajaibarikiwa kwa kanisa. Ni miaka. Kwanza mimi nikisikia mtu ambaye anatoa ushuhuda akisema niliokokanga 19 sijui what. Hizo siku tulikuwa tunaomba fulani alafu anaimba zile nyimbo za kitambo. Ni sawa, ni nyimbo nzuri ilioka kitambo. But what we want to see from you according to the situations you have passed through about of your salvation, ni ile ushuhuda umebeba. Kila ambacho umebeba ambacho kinanifanya nikikutazama na tamani tu kuja kujua ulipita wapi, ulifanya nini. Lakini sio ile ninaangalia tena na tamani hata kukutoroka. Kuna watu wana hamu ya kuokoka, lakini kwa sababu ya mazoea yale umezoea Mungu yamefanya uko pale standard. Kuna mahindi ama kuna shamba ikizoea mahindi. Sasa itafika mahali mahindi ikui. Umepanda unapalilia mahindi iko pale. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utapata kuna watu wanaweza kuwa kanisani lakini kwa sababu ya mazoea hao watu hawahamangi church na tena hawabarikiwi. Ni kwa sababu ya mazoea. Sisi ndio tulianza church. Hii church ikianza tulikuwa hapa. Hivyo mtu mgeni kuja hapa kuongea mambo ya upuzi hapa sisi hatukubali. Mtu anaweza shika mpaka kiuno. Wewe unaongea nini wewe? Wewe unajua vile tulitoka mbali na mchungaji ni sawa. But ni nini umebeba ambayo inaweza nifanya nikunyenyekee? Niseme kila ambacho umebeba wacha ninyenyekee nikipate. Bwana Yesu. Mazoea. Mke wa Daudi binti ya Sauli anaona Daudi anacheza baada ya kutoa sanduku la agano wapi? Kwa nyumba ya Obed-Edom. Anamuona kwa dirisha akicheza. Alafu yeye anamdharau. Na hivi hata leo kuna watu wakikuwa kanisani wakati hata muimbaji anaimba, kama mtu alikuwa anafikiria fulani ndiye anaimba na anaona microphone inaanza na fulani, anakuwa tatu. Sasa utaona tu ni kama kichwa ndio inacheza peke yake. Kichwa ndio inacheza peke yake mpaka unashinda huyu mtu ako na mimba, hata yeye mwenye mimba anaweza. Huyu mtu ako na kasoro, miguu ina shida, ama mwingine anaamua anabeba mtoto alafu akae. Juu anaona kuliko vitu za upuzi kama hii kucheza, wacha nibebe mtoto niseme niko busy. Endelea kubeba mtoto na watu wanaendelea kupokea baraka wakiendelea kupanuka. Watu watakupita. Biblia inasema ule mgonjwa aliyepoa miaka 38 alikuwa pale kwenye birika. Watu wanampita kwa sababu ya ulemavu wake. Kwa sababu hawezi kimbia akaenda kujitumbukiza kwenye birika. So kwa sababu ya mazoea utaendelea kuwa pale, wanaendelea kuingia kwenye birika wanaenda. Kitu kinachoshangaza watu wengi wanabarikiwa na hawaendelei kuwa jaji. Na kinachoniuma zaidi ni kwamba wakati wanapomaliza kubarikiwa hawafanyi kitu kanisani, hawamwombi mchungaji, hata fungu la 10 hawatumi na wanapotea. Wakishapotea na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, naye Mungu anaenda na ziba mfereji na tena wanarudi. Nilipoteanga, tulipata wazungu, tukaenda huko Bungoma, tumefanya huko kazi, so kazi imeharibika, nimerudi naomba mniombee. Unafaa kuwa na hiyo. Ongea mambo kama haya mbele ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mazoea ndio yanafanya
Ni kwa sababu hata mifereji ya mifuko yako haitoi pesa. Unajua mimi nimekuwa nikiishi nikifanya discovery, and I have come to understand that financial, pesa ndio jawabu la kila ombi unaloomba. Unaweza kuwa intercessor, a powerful intercessor, but with financial kuna mambo ufanye. Unaweza kuwa mhubiri umepimia, lakini ile kiatu unavanga ni ile na wewe ni present worship ni ile mhubiri, ile kiatu ni ile. Why? There is something. Kuna vile style fulani umezoea Mungu, mpaka Mungu anajua tu wakati utasimama hapa kuhubiri, Mungu anajua tu huyo lazima atafuate script cha fulani. Huyo sasa huyo naye si atembee katika ufunuo. Maana watu wasiotumia mazoea wanakuanga na ufunuo kila mara. Saa zingine inaweza kuwa tu nimeketi, ufunuo unakuja tu ni kama idea. Na wakati ufunuo unakuja kama idea, ninaanza kujipata tu, ninafurahia, tunapata kasmai, napata kwa katu nikakali aje. Ati watu wanatoa lakini hawatoangi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatoanga lakini hawatoi. Hata nikisema hii sadaka, watu wametoa lakini hawajatoa. Utashinda mimi nimesema hivyo. Kwa sababu hata katika matoleo kuna mazoea hapo ndani. Wewe huwezi jikakamua hata useme siku nyingine leo acha nitoe 500 kwa sababu Mungu amenibariki wiki. Leo acha nitoe 200, Mungu si amenibariki. Kwa hiyo anaambia acha mimi nitolee 500. Kwa sababu ya mazoea wajuanga tu kitaka kuinua mkono kwa ile kitu tatoa. Hiyo ni 100 tu. Kwa hivyo sasa hata watu wasumbuki 100. Na hata pengine ule mwenye anaandika ashajua. Akiangalia programu yako, jina lako kulingana na record, wewe ni mtu wa 100. Na kwa maisha yako unapata hauwezi kuwa na zaidi ya pesa mingi kama 200. Bwana Yesu asifiwe. In fact, badala ya kubarikiwa, mfuko wako unakuwa mkavu. Yaani nikikupata 100 uwezi jitolea kutoa tu shilingi 20 unibariki. Unaona ukitoa 20 haitaitwa 100. Haitaitwa 100. Kwa hivyo usitoi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na shida ya kutotoa mimi. Na wakati huo nilikuanga nimeanza, unajua mimi nilianza huduma nikiwa karibu miaka 12. Na hata saa zingine najaribu kutamani Mungu anirudishe huko nyuma nione vile nilikuwa nafanya ministry wakati naonekana kimutumutu kamutumutu. Kuna watu katika nyumba wakati wako na mwito wanaanza kufanya vitu vingine mpaka unasema huyu anafanya kolongo, chezea watoto ama ndiye ameanza. Unapata ndugu pia ndiye ameanza na ubiri kwa mafloti, na ukiangalia si hata anafanya kitu ajui. Ni mwito unamsumbua. Ningeingia kwa nyumba ya mtu, nikaingia kwa nyumba ya mama mmoja. Alikuwa mzee, ule mama akalia na niko na 50 bob. Nimeacha simu kwa chaja na tena nilikuwa nimesafiri, ninafaa nipate fare ya kurudi 20 bob. Sasa wakati yule mama analia, amelala njaa, tena ameshinda. Sasa Roho wa Mungu akaanza kuniambia, unaona hiyo 50 bob yako? Hiyo ndio mama, huyu mama anapigia hapo. Sasa nikaanza nikaangalia simu yangu na nitatembea. Naona hapana, sitoi. Sitoi. Na sasa simu nitatoa aje? Niko kwa nyumba ninamsikiliza, lakini tuna bageni na Roho wa Mungu. Kuna watu Mungu anawaongelesha. Hiyo umebaki hapo, bariki mchungaji kama hajaenda, bariki mchungaji transport. Lakini mtu anasema, na nimeacha watoto nikamwambia nitarudi kununua lunch. Sasa itakuaje? Sasa unaanza kubageni na Roho wa Mungu. If you don't obey, your blessing will go away. When you respond that kutoa tu pesa yenye ilikuwa inakusumbua. Sasa baraka ambazo zimekufanya uje kwa ibada sasa unabeba zote. Na wakati unafika kwa nyumba hivi mtu anakutembelea na budget. Lakini kwa sababu ya mazoea nasema hapana. Niko sure 100%. Unaweza pata hakuna mtu aliwahi sema hii mwezi nimeona Mungu, na vile nimeona Mungu hata kama ni kuota
Unajua hakuna kitu kikubwa na hakuna kitu kidogo. Hata kama ni kuota ya mchele, mimi natembea mchungaji na kuota ya mchele. Na ninajua mchungaji ataona angalau pia mimi nimejikakamua. Lakini kwa sababu ya mazoea unasema hapana. Nitabariki ile siku niko na pesa mingi. Hakuna siku hiyo utapata pesa nyingi mbali. Kama uwezi tu hata mbariki na 20 bob, mchungaji mimi nimekusalimia na 20 bob ndio hii. Mungu akubariki naye akwambie na uinuliwe zaidi. Utajipata next Sunday you have 100 to bless you. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea yanafanya hata huduma za watu haziwezi kuwa kanisani. Kwa sababu umeniona sauti yangu ni mbaya, sasa wakati ninaimba badala ya kunichochea hata ucheze tu hata kama hujasema ruka, wewe nao sasa unaamua unaanza sasa kuniangalia peana microphone. Peana microphone kwa huyu. Mpaka hata mwenye anaimba akiangalia macho yake anaona tu hapa ni kama nimekataliwa. Anachanganyikiwa anasema shika. Bwana Yesu asifiwe. Because wewe umezoea tu mtu mmoja tu fulani, huyo ndio jaimbe. Huyu akimba mimi nasikianga mzuri sana. Na unasikia mzuri na ubarikiwi, unasikia mzuri na uendelei. In fact vitu unavyobariki, unavyovidharau, hivyo ndivyo Mungu ameficha siri ya baraka zako. Biblia inasema kwamba vitu vya Mungu ni vina udhaifu tu. Lakini tena hivyo ndio viko na nguvu kuliko vitu zote. Na tena wacha nikwambie, Biblia inasema Mungu hututia nguvu kwa udhaifu wetu. Sasa Mungu akitaka kutia nguvu hatafutangi wenye wako na nguvu. Ukishajijua ati mimi niko kapoteni, nikiingia kwa maombi tu nikikanyaga tu hivi shetani anaogopa. Nikikanyaga hivi nikisema lipo kwa senteri bakata unaruka ukikanyaga. Hapo Mungu akuje, Mungu ataona au yako na maso sasa huyu nimtie nguvu ya nini? Na wakati magonjwa inaingia unakimbia, mchungaji ni kubaya. Mchungaji ni kubaya. Si mtu anaombanga sana kwa kanisa paka anaomba kwa nini? Tena imekuaje? Bwana Yesu asifiwe. It is because umezoea neema moja. Umezoea njia moja. Umezoea design moja. Hata kama ni kuimba wimbo ni ile ametenda mema. Hiyo tu next Sunday hiyo ukisimama tunajua tu, hata mpiga keyboard anajua tu akichukua microphone anapendana hiyo, anaanza tu kukupigia hiyo na unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu umezoea design moja, hauna hata wimbo mkeni yote na zimejaa. In fact sasa shetani akijua kwamba unaweza badilisha wimbo, sasa nakufanya unasahau zote na unakumbuka moja. Yeye ndiye unaimbanga hiyo. Mimi napendanga kwamba heri nisimame kama nilikuwa nimeprogram, nitaimba you are highly lifted. Yaani naombanga kwamba Mungu afute nyimbo zote nilikuwa niimbe, alete ile wimbo naweza imba. Na ikikuja hata kama inaonekana inaboresha, lakini unapata it is powerful. Inaguza. Mazoea. Watu wakizoea mchungaji hawawezi barikiwa. Kwanza mchungaji anaweza enda ministry, anaweza kuwa amealikwa roho pale zuko. Anaenda huko anafanya miujiza. Because watu wa pale hawajazoea mchungaji. In fact mgeni akikuja hapa watu wana respond na moyo wote. Mpaka wengine anasema amen, wanapiga makofi, wanaruka, wanapiga vigelegele. Lakini kwa mchungaji wanapiga kwa sababu ya nini? Wamemzoea. Kwanza mchungaji akitabiria kwamba wangapi wanaamini wana kazi? Sema hii ni unabii kila siku. Si kitu alisema wiki jana na hii wiki nimepata kazi hapa. Sasa mtu anasema na wangapi wanaamini? Anainua tu mkono ili asidisappoint mchungaji aone hakuna mtu. Anainua tu. Unapata wengine wamezoea kuwekewa mikono. Mimi nasemanga kwamba, na hili ni ombi langu ambalo huwa nalipenda sana. Hata kwa watu wengi ambao nimekutana nao, mimi nafanyanga evangelism style tofauti kwa wezi elewa. Hata kwa kanisa watu hawalijui.
In fact kwa kanisa mimi wanajua mimi ni mwalimu. Nafunza. Lakini hakuna mtu anaweza jua ninaweza ombea mtu muujiza ikatendeka. Na sinanga haraka nayo. Because testimony will, yani yenyewe itajiongea huko. Mimi naambia mtu, do you believe? Because for me I work with faith. I don't work with people. Title. Na makaratasi. I work with faith. Do you believe? Do you believe God can change your situation now? Hiyo ndio nasema. If you believe, go this way. Na wakati unaenda unaona muujiza umetendeka. Why? It is because haujanizoea. Lakini umenizoea kwa sababu sina kazi. Kwanza ninafanya ile kazi mbaya sana mpaka hata yenye mchungaji hawezi fanya. Sasa ukiona hiyo alafu wewe unafanya ile mzuri kuniliko, hata wewe unalipwa mzuri kuniliko, you cannot even appreciate me. When even I minister, you cannot appreciate. But you don't understand the blessing of anointing are different from the blessing of the world. Maana hizi vitu utaziacha hapa. There is a special gift we are given with God, eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea. Nataka tu usimame kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Biblia inasema Mikaeli alipomuona Daudi akicheza alimdharau. Hata siku hizi unapata hata wake wa wachungaji hawaheshimu mchungaji kwa sababu wanaona huyu mtu nimemzoea kwa nyumba. Kufishananga naye huko. Sasa unapata hata pengine mchungaji anaweza kuwa anatamka kwa neno unasema huyo tulikosana tu na yeye kuhusu hii mambo, sasa anadanganya hapa watu. Aje anaombea huyu apone na mtoto ameshindwa kupona kwa nyumba. It is because ya mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Usizoee mtumishi wa Mungu, usizoee mafuta ya Mungu. Unapoyazoea, ukisoma ule mstari wa 23 Biblia inasema Mikaeli alifungwa tumbo milele na hata waipata mtu. Na Biblia inasema hakupata. Kuna watu kwa sababu ya mazoea mpaka unaenda unasengenya mchungaji wako. Unaongea vibaya hata kuhusu mama kanisa. Mama kanisa mimi ananisinyanga. Mimi nikiona tu hiyo piko na hata sitamani kumuona. Mimi hiyo president worship imenisinya. Vile unavyoongea Mungu anafunga hata tumbo lako. Vile unapodharau unadalilisha mtumishi wa Mungu kule nje. Mungu anafunga hata zile njia ambazo zilikuwa zifunguke. Wewe alikuwa amekuwekea mikono upone. Magonjwa yanarudi na unaanza kulalamika unasema nafikiria Mungu anapona kumbe kwa poni. Ni kwa sababu ya mazoea. Mungu akakasirika na akamfunga tumbo. Kuna mazoea mengine yanafunga baraka zetu pasipo kujua. Mazoea mengine yameharibu ndoa zetu na tunaanza kulia. Kulaumu Mungu kwamba Mungu mbona ndoa yangu ina matatizo? Ni kwa sababu umezoea. Anapokuongelesha uko juu, umezoea kuwa juu. Anapokuomba tu nichotee maji nataka kuoga, unamwambia kwani maji haiko hapa? Usichukue wewe, kwani hujui mali bafu iko? Mazoea. Alafu hapo unaomba kwamba Mungu naomba ndoa yangu iwe na amani. Haiwezi kuwa na amani. In fact Biblia inasema wewe katika nyumba wewe unatii uko chini hata kama ataongea kitu ambacho hakifai. Kwanza unatii alafu baadaye unarudi mwambie lakini ulikuwa umesema lakini mimi sikuona kama hiyo ndio njia nzuri lakini nilifanya vile ulisema. Lakini ukibishana maana yeye ni kichwa. Mwanaume Mungu amemuumba huru na hatakangi mtu kumpita kwa juu. Unapojaribu kuinua pembe hizo pembe lazima ngoi ya baki yeye ndiye akona pembe. Na hapo ndoa inaharibika, unakimbia unarudi nyumbani tofauti na makusudi ya Mungu. Unasema mume wangu amenishinda. Siwezi kaa na yeye, siwezi
kurudi kwa ndoa yangu, lakini hauwezi jua kwamba mazoea yako. Kuna baraka zingine hazikuji, hata kazi umezoea. Wewe Mungu anakubariki kazi kila wakati, unapopata pesa unatoroka. Unapopata pesa unatoroka. Hata tu kubariki kusema tu ni sadaka yangu ya shukrani, wewe ni Mungu. Hata wakati Mungu amekutendea muujiza, huwezi sema kama hata kama walisema 1000 mimi nitatoa 2000. Umezoea tu 500. Mungu pia atashachoka. Nitabariki mtu ambaye hawezi kuleta matunda katika hekalu. Lazima tukue watu ambao tuko na mtazamio tofauti. Hata nikisimama hapa kama mimi mtoto wa Sunday school, ndio najifunza kuhubiri viko. Ni appreciate. When you appreciate me, hata wewe ukisimama utaona watu wanakupigia makofi na hakuna kitu umefanya maana. Nataka tu iwe sauti yako, mwambie Bwana nisaidie. Nisaidie tu nisiwe na mazoea. Katika area zozote nisiwe na mazoea. Iwe tu sauti yako, mwambie Bwana nisaidie nisiwe na mazoea.